Na wasalimu nyote wakazi wa Bugene jioni ya leo. Kwa majina naitwa Mutegi na hivi ndiye nimepewa fursa ya kuwaletea neno la Mungu jioni ya leo. Kutoka kanisa inaitwa Trinity Reformed Baptist Church pale Gakurini, na nawasihi mnipe dakika chache za muda wenu jioni ya leo tuweze kunena na nyinyi neno la Mungu. Lakini kabla ya hayo, acha tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuomba uje uwe nasi ninapolifungua neno lako kwa wakazi wa Bugene. Niwezeshe, nipe nguvu, nipe maneno. Na Mungu, naomba kwamba uyafungue masikio ya wote ambao wananisikia na uwezeshe mioyo yao kupokea neno lako kwa wokovu wa wote ambao umewachagua na kwa kuendeleza ufalme wako hapa mbinguni. Naomba hayo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina. Tena na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, na nafurahi sana kwa fursa hii ya kufungulia neno lake Mungu. Jioni ya leo tumekuwa na nyinyi last week part 1, na sasa tena tumerudi na tunawaletea neno lake Mungu. Na nataka kama uko na Biblia yako mahali ulipo, unaweza fungua na mimi Warumi. Kama hauna ni sawa, unaweza tukunisikiza nikiwasomea. Warumi ni Romans. Warumi 3, chapter 3 mstari wa 23. Romans chapter 3 verse 23. Inasema hivi: ya kwamba wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hapa Mungu Baba anasema kitu kimoja tu kutuhusu sisi binadamu. Anatuangalia sote, ulimwengu mzima aliyoumba. Anasema nina jambo moja la kusema kuwahusu nyote. Wazungu wa Afrika, weusi, weupe, warefu, wafupi, wanono, wembamba, vijana, wazee. Kuna jambo moja ambayo Mungu anaweza sema ni kweli kwa sisi sote. Na jambo hilo ni kwamba wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wangu. All have sinned. Inasema all, wote. Biblia inasema hakuna aliye mtakatifu, hakuna hata mmoja. Sote tumetenda dhambi tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Walevi kwa mabisho, mapasta kwa mapope, washerati kwa wanaoenda kanisa kila Ijumaa, kila Jumapili. Wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wazazi kwa watoto, wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Hilo ni jambo muhimu sana wewe kama binadamu kujua kukuhusu. Wewe na mimi mbele za Mungu mtakatifu, sote ni wenye dhambi na tumepungukiwa na utukufu wake. Hilo ni jambo ambalo wewe unafaa kulijua na usiwahi kusahau maishani mwako, kwamba Mungu ni mtakatifu na mimi na wewe ni wenye dhambi. Wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa kitabu hicho Warumi chapter 6 mstari wa 23 inasema hivi. Ni rahisi sana kukumbuka hizi verses. Ya kwanza nimewasomea ni Romans 3:23. Hii nawasomea ni Romans 6:23. The same book, na inasema hivi. Inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Yote mnajua hiyo. Mungu anaangalia sisi wote, anasema yote mmetenda dhambi, mmepungukiwa na utukufu wangu. Kisha anasema
mshahara wenu kwa ajili ya dhambi zenu, mshahara wenu ni mauti, kifo, Jehanamu. Mungu anasema nyote mmepungukiwa na utukufu wangu, na nyote kile ambacho mnastahili kwa ajili ya dhambi zenu ni kimoja, mnastahili mauti. Kila mtu ambaye anaenda Jehanamu anaenda kwa sababu moja. Haendi kwa ajili alikuwa maskini sana, haendi kwa ajili yako anaenda kanisani. Jehanamu watu hawaendi kwa ajili haukusaidia jirani yako ya kutosha. Watu hawaendi Jehanamu kwa ajili hawakuenda shule, hawakuwa wamesoma. Kila ambaye anaenda Jehanamu anaenda kwa sababu moja peke yake. Yeye ni mwenye dhambi kama sisi wengine wote, na kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Jehanamu ni malipo ya dhambi zetu. Na hilo ni jambo lingine ambalo ni muhimu sana, nataka ulijue jioni ya leo, kwamba mimi na wewe ni wenye dhambi, na kwa ajili ya hiyo tunastahili mauti. Tunastahili Jehanamu kutoka kwa Mungu ambaye ni mtakatifu wa watakatifu. Ametupa sheria yake, ametupea amri zake, ametuambia fanyeni, tumekataa kufanya. Ametuambia msifanye, tumefanya. Sote tumekiuka sheria ya Mungu, tumekiuka amri zake, na kwa ajili ya hiyo tunastahili Jehanamu, tunastahili mauti. For the wages of sin is death. All have sinned and fall short of the glory of God. Sote tumemchukiza Mungu, sote tumetenda dhambi, sote tumevunja sheria zake, na kwa hiyo tunastahili Jehanamu. Hiyo ni habari mbovu sana. Hiyo ni habari mbaya sana. That is very bad news. Na hiyo sio habari ambayo tumewaletea jioni ya leo. Lakini kabla tuambie habari njema, lazima tuambie ukweli. Kwamba maana unahitaji kuokolewa ni kwa ajili wewe ni mwenye dhambi na unaelekea Jehanamu, umekiuka amri za Mungu. Lazima uisikie hiyo habari mbaya kwanza, kabla nikupatie habari ambayo ni njema. Habari ambayo pekee kila binadamu anahitaji. Kile ambacho binadamu anahitaji sio kusoma sana, sio kupata pesa nyingi sana, sio kufaulu sana maishani, sio afya njema hata. Hizo zote ni vitu ambazo zinapita tu. Hizo vitu zote ni za hii dunia, zinapita. Ile habari ambayo tunahitaji kama binadamu ni habari ya uzima wa milele na milele. Wewe kama binadamu uko na moyo ambao utaishi milele na milele, na hakuna chochote kwa hii dunia chaweza kuokoa huo moyo wako. Sio pesa, sio masomo, sio kufaulu, sio biashara, sio uzuri wako, sio chochote kile ambacho unaweza kufanya kwa nguvu zako mwenyewe. Na ndiyo maana hiyo Warumi 6 haimaliziki hapo. Romans 6:23 haishi hapo. Akishamaliza kusema mshahara wa dhambi ni mauti, Mtume Paulo anasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini for the wages of sin is death, but na hiyo lakini ni ya muhimu sana, kwa ajili kile ambacho tunastahili ni hayo mauti, lakini Mungu anasema lakini zawadi ya bure ni maisha bila mwisho ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini zawadi ya bure ni zawadi ya Mungu ya bure ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu.
Mungu Baba anatuangalia sisi sote kama wenye dhambi, asema mmekiuka amri zangu, mmenikosea, mmenichukiza, na kwa hiyo mnastahili hukumu, mnastahili jehanamu. Lakini kwa ajili ya upendo na rehema zake Mungu Baba aliupenda ulimwengu sana. Aliupenda ulimwengu jinsi gani? Akamtoa mwana wake wa pekee. Akamtoa mwana wake wa pekee. Ni zawadi ya bure, ndugu zangu. Haulipishwi, hauhitaji kutoa sadaka, hauitishwi chochote, hauambiwi enda kwa mlima siku 40. Ni bure, it's free. But the free gift of God anaipeana bure. Na zawadi hiyo ni gani? Uzima wa milele na milele, maisha bila mwisho. Mimi na wewe tuko hapa duniani miaka mingapi? Miaka mingapi? Mandugu zangu, kila ambaye ananisikia saa hizi, miaka 100 kutoka sasa hivi, ama tuseme miaka 120, hakuna ambaye ako hapa kwa hii mgeni atakuwa hai. Itakuwa watu wengine wapya. Ukweli uongo? Sote tutakuwa tulienda, sote tutakuwa tulifariki. 120 years ama 130, ama sema kama unaamini utaishi refu sana, sawa, sema 150 years from now. Nani atakuwa hapa ambaye ananisikia? Hii yote inapita tu, ni ya muda tu, ni ya muda tu. Na Mungu Baba anasema mimi nakupatia ile ambayo ni ya milele na milele, na anaipeana bure. Wewe huwezi kuongeza hata siku moja kwa maisha yako. Hata ungekuwa na pesa ngapi, hauwezi ongeza uhai wako. Huwezi sema acha niongeze wiki moja. Na Mungu anasema mimi nakupea bure. Na kile ambacho nakupea bure ni kile ambacho huwezi pata hata ungekuwa na pesa ngapi, hata ungekuwa na success ya aina gani. Uzima wa milele na milele anaipeana bure. Lakini anaipeana wapi? Anaipeana wapi? Anaipeana ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. For the wages of sin is death, but the free gift of God is everlasting life in Christ Jesus our Lord. Sote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Mshahara wa hiyo dhambi yetu ni mauti, lakini zawadi ya Mungu ya bure ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. Huo uzima upatikani mahali pengine popote. Haipatikani shuleni. Ndugu zangu, haipatikani hata kanisani. Haipatikani popote pale unafikiria. Inapatikana kwa mtu. Na huyu mtu ni nani? Huyu mtu ni aliyekuja akakuwa kama sisi, mwana wa Mungu, akaishi maisha matakatifu bila dhambi. Alikuwa bila dhambi yoyote. Kisha huyu mwana wa Mungu mtakatifu anaenda msalabani. Alafu nini namtendekea? Anakufa kifo cha mwenye dhambi, ule ambaye ni mwovu zaidi. Anakufa the worst of deaths. Hiyo kifo ambayo alikufa msalabani ilikuwa kifo ambayo ingekuwa ya uchungu kabisa. Ni kama vile ambavyo tunawachoma wakora ama wezi sasa hivi. Vile ambavyo ule mwenye amelemea watu, huyo ameiba, ameua, amefanya nini, tunamshika, tunamweka kwa hizi gurudumu za gari, tunamwagia mafuta, wengine wanamfanya wakunywe hata hiyo mafuta, kisha wanawasha kiberiti. Msalaba enzi hizo ilikuwa exactly kama hiyo. Ndio maana alisulubiwa katikati ya wakora wawili. Hivyo ndivyo walikuwa wanafanyia the worst of sinners. Wanawasulubisha uchi wa mnyama, kila mtu apite hapo akimwona, kwa dharau. Kifo ya aibu, kifo cha aibu, kifo cha uchungu. Na huyu ni ambaye hakujua dhambi yoyote. Huyu ni mwana wa Mungu, anaenda msalabani, anakufa kifo cha wenye dhambi. Cha wenye dhambi wa gani? Cha wewe na mimi. Na Yesu Kristo kwa huo msalaba akasema, kabla ya fariki akasema, yote yamekwisha. Deni yote imelipwa. Ghadhabu yote ya Mungu kwa ajili ya dhambi ameichukua yeye mwenyewe.
Na sasa Mungu anaweza kuwasamehea wenye dhambi. Mungu ni mtakatifu, Mungu amejawa na haki. Na ili dhambi yoyote isamehewe, lazima kukuwe na malipo. Mungu ako na ile ambayo inaitwa justice, haki. He has perfect justice. Huku hivi kwa nchi yetu Kenya, ukivunja sheria, unashikwa na polisi, wanakupeleka kotini. Na nchi zote ziko hivyo, kuna sheria hiyo inaitwa justice, kwamba mtu akivunja sheria lazima kukuwe na malipo. Lazima alipishwe kwa kuvunja hiyo sheria. Na sasa Mungu hawezi kuwa na justice na wawache wenye dhambi waende bila malipo yoyote. That is not justice. Ndio maana akatengeneza njia ili nisamehe hao wenye dhambi na bado nibaki kuwa mwenye haki na mtakatifu. Nitafanya nini? Mimi mwenyewe nitachukua adhabu yao. Mimi mwenyewe nitazilipia deni zao. Na sasa kwa ajili ya kenye Yesu amefanya kwa msalaba, yeye ambaye hakuwa na dhambi akaishi maisha perfect, kisha akaenda msalabani akakufa the worst of sinners death. Mungu anaweza kusamehe wenye dhambi na abaki kuwa mtakatifu na mwenye haki. Hata wewe ukienda kotini na jaji aletewe muovu hapo, alafu hata tuseme pole aina gani, huyo muovu akisema pole jaji, nisamehe, nimekubali, nimeshikwa, nimeiba, naomba tu nisamehe, sitarudia, nisamehe, na iwe ni ukweli kwamba anamaanisha kile ambacho anasema. Wewe ukiwa umeketi hapo kotini na uone hicho, kisha usikie jaji amesema mimi ni mzuri sana na mimi nimejawa na huruma tele, na kwa hivyo kwa ajili umesema pole wewe muovu, ni ukweli uliwaibia hawa, uliwapika, uliua, lakini kwa ajili ya huruma zangu mimi nakuacha uende. Wewe ukiona judge kama huyo utasema huyo judge hana haki. Hana haki hata kidogo. Kwa ajili whenever the law is broken, there demands payment for that law breaking. Sheria ikivunjwa lazima ilipiwe. Na kwa hivyo huyo judge hata kuwe mzuri na mwenye huruma aje, hawezi kumwacha tu aende. Lakini wewe ukikuja ulipie huyo mwizi useme, judge tumemwitisha hii fine, aliiba hii na hii na yeye amefanya hii, mimi namlipia faini yake. Judge sasa anaweza kumwacha huyu mwizi, huyu mwovu aende na afanye kile ambacho ni haki na kile ambacho ni kizuri kwa kumwacha huyu mwizi aende. Kwa ajili gani? Kwa ajili justice has been served. Kumekuwa na malipo ya kile ambacho amefanya. Na kwa hivyo Mungu huyo ambaye ako perfect in justice, lazima dhambi zote zilipiwe. Lazima kila dhambi binadamu wote wamewahi tenda ilipiwe, na italipiwa katikati ya mahali kuwili, Jehanamu ama msalabani. Ni Yesu atazilipia ama wewe mwenyewe uzilipie Jehanamu. Mauti, kifo cha milele na milele. Kwa ajili mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Yesu alichukua kifo chetu. Yesu alienda msalabani, akachukua adhabu ya Mungu yote ambayo ilistahili kuangukia wenye dhambi, na akafa, na akasema yote yamekwisha. Kisha akafufuka siku ya tatu, na akawaambia wafuasi wake, nendeni sasa. Akawaambia, nendeni sasa mhubiri, nendeni mpaka mwisho wa dunia, waambie waamini. Kila atakayeamini atasamehewa, ataokolewa. Kila ambaye atakataa kuamini atahukumiwa. Na hivyo ndivyo wafuasi wake wamefanya na wanaendelea kufanya mpaka wa leo, na itaendelea mpaka mwisho wa dunia. Binadamu wataambiwa, tubu dhambi zako, amini Kristo Yesu uokolewe. Kuna wale wataamini, kuna wale watapuuza. Watakaoamini wataokolewa na kupewa zawadi ya uzima wa milele na milele. Watakaopuuza watahukumiwa kifo cha milele na milele, Jehanamu.
Hizo sio hadithi zangu. Unaweza kuwa mnaniangalia, huyu kijana mdogo hivi anatuambia nini? Wewe unajua nini sasa? Wewe umeishi miaka ngapi kwa hii dunia? Haya sio maneno yangu. Mimi si kusema mshahara wa dhambi ni mauti. Mimi si kusema zawadi ya Mungu ya bure ni maisha bila mwisho. Mimi si kusema haya maneno. Ni Mungu mwenyewe aliyanena. Na kwa ajili aliyanena ya ukweli. Nataka kuwasihi wakazi wa Mugeni, mbona uangamie? Mbona upotee? Utapenda hiyo dhambi yako mpaka lini? Ni lini utaiacha? Ni lini utatubu? Ni lini utamgeukia Kristo Yesu? Njia ya mbinguni ni moja pekee. Dini yoyote ambayo inakwambia utaokolewa bila Kristo ni ya uongo. Ni uongo. Mungu hakutupatia wawili. Alitupea mwanake wa pekee. Sio Yesu na Mohamed. Sio Yesu na mwingine yoyote. Kristo Yesu alisema, mimi ndiyo njia, mimi ndiyo ukweli na mimi ndiyo uhai. Hakuna aendaye kwa Baba ila kunipitia mimi. Ni ndani ya Kristo pekee aliyenipa dhambi zako. Ni ndani ya Kristo pekee Mwana wa Mungu ndio ufalme wa mbinguni unapatikana. Ni ndani ya Kristo pekee ndio unaweza kuishi maisha bila mwisho. Ni ndani ya Kristo pekee ndio dhambi zako zaweza kusamehewa. Na sisi tumekuja kuwasihi na kuwahimiza na kuwakumbusha kwamba Yesu Kristo pekee ndiye Mwokozi wa wenye dhambi, aliyeangikwa pale msalabani, aliyekichukua kifo cha wenye dhambi, aliyefufuka na anayeishi milele na milele sasa hivi mbinguni. Kristo Yesu pekee ndiye Mwokozi wa wenye dhambi. Na alisema njooni nyote. Alisema njooni nyote mlielemewa na mizigo mizito, mizigo ya dhambi. Njooni nyote mlielemewa na mizigo mizito, na nitafanya nini? Na nitawapumzisha. Nitawapumzisha. Habagui. Anakwambia njoo wewe mwenye dhambi, njoo ulivyo. Wewe ambaye umekwama kwa dhambi zako, dhambi imekushika mateka. Unashinda utaiacha aje? Umejiambia hii ndio mara ya mwisho, nimeacha. Sitarudia. Kristo Yesu anakwambia njoo na mizigo yako mizito. Mimi mwenyewe nitakupumzisha. Mimi nitakupa uhai na uzima wa milele na milele. Dhambi zako zitasamehewa. Utajua furaha, utajua amani. Utajua Mungu aliyekuumba. Utajua sababu ambayo uko hapa duniani. Na ni kumjua Mungu tu. Ni kumjua Mungu. Wangapi wetu hapa tunafukuzana na pesa, unakimbiza biashara, hata unakimbiza masomo, tunakimbiza hata vitu vizuri. Hata vitu vizuri. Lakini Kristo Yesu anauliza, itakufaidi nini wewe binadamu ukiupata ulimwengu mzima kisha upoteze moyo wako? Kristo Yesu aliuliza swali hilo. Itafaidi nini binadamu akiupata ulimwengu mzima na upoteze nafsi yake? Itakufaidi nini? Nafsi yako ndio itaishi milele. Nafsi yako ni ya umuhimu sana machoni mwake Mungu Baba. Na hiyo ndiyo anataka kuokoa. Hiyo ndiyo Kristo Yesu alija kuokoa. Hakuja ili kukupa afya nzuri mpaka hautaigonjeka. Hakuja kukupea pesa. Hakuja kukufanya ati ufaulu. Ati sasa ukiamini Kristo Yesu mashida yote hapa duniani yatakuishia. Kristo Yesu alikuja kukusaidia na kukuokoa kwa ile shida ambayo pekee ndiyo kiini cha shida zetu zote zingine. Na shida hiyo ni shida ya dhambi. Binadamu ni mwenye dhambi. Sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kile ambacho tunahitaji
sio wanasiasa wazuri. Kile ambacho tunahitaji sio chief ama NCA ama MP ama sasa governor mwenye atakuja 2027 huyo atatuokoa. Kile ambacho binadamu wanahitaji sio pesa. Yote yanapita. Kile ambacho binadamu wanahitaji ni kuokolewa kutokana kwa dhambi zake, na yule pekee anaweza kufanya hivyo ni mmoja, Kristo Yesu Mwokozi wetu. Huyo pekee ndiye Mwokozi wa wenye dhambi. Mwamini huyo na atakuokoa. Mkimbilie huyo na atakutoa kwa dhambi zako, hata zile ambazo umeshindwa kuacha wewe binafsi. Atakuwezesha, atakufanya ukuwe mtakatifu. As time progresses, atakuonyesha utakatifu wake, atakufunza, atakupa amani na furaha tele, atakutoa kwa mateka ya shetani, mwovu shetani. Biblia inasema mwovu shetani anakuja kufanya nini? Kuiba, kuharibu na kuua. Kristo Yesu alikuja kufanya nini? Kuharibu kazi za shetani, kutupa uhai na kutupa uhai kwa wingi. The devil comes only to steal, kill and destroy. Lakini Yesu alisema, but I have come that they may have life and have it in abundance. Uhai kwa tele. Lakini wewe ukiwa kwa dhambi zako hautaujua uhai huu. Hautajua furaha hii, nawaambia. Hautajua amani hii. Ukiwa ndani ya dhambi zako, uko mateka. Utaogopa hata kifo sana. Kwa ajili wewe mwenyewe unajua. Wewe mwenyewe unajua ukitoka kwa hii dunia, you know what awaits you. Unajua kile ambacho kinangoja hapo mbele. Na ndiyo maana wote ambao hawako ndani ya Kristo wanaogopa kifo. Nakwambia ndugu yangu, hauhitaji kuogopa kifo. Mungu hakukuumba uishi ukiogopa kifo. Ati na nikifa hivi, ati acha nifanye hivi nisife, acha. Hapana. Kila ambaye ako ndani ya Kristo anajua kifo sio mwisho. Kifo ni mwanzo tu. Kristo alikuja ili kutupa uhai ambayo hakuna anayeweza kuchukua kutoka kwetu. Everlasting life. Hakuna binadamu ambaye anaweza kunyang'anya hiyo ambayo Mungu anakupa. Uzima wa milele na milele. Wewe ukifa ndani ya dhambi zako leo ama kesho ama wiki moja ama mwezi ama miaka, hata miaka 30 kutoka leo, ukifa ndani ya dhambi zako utaenda jehanamu. Nakwambia ukweli wa mambo, kwa ajili Mungu ameisema mshahara wa dhambi ni mauti. Na mimi nakwambia kile ambaye amemwamini Yesu, wote ambao wako ndani ya Kristo, hata akifa kifo cha aina gani, hata nikianguka hapa hivi ninapoongelesha nife, naenda mbinguni. Na naenda mbinguni kwa sababu moja tu. Siendi mbinguni kwa sababu niliwahubiria sana. Siendi mbinguni kwa sababu nilienda kanisani kila Jumapili. Siendi mbinguni kwa ajili nilikuwa mzuri kualiko. Siendi mbinguni kwa ajili ya chochote ambacho mimi mwenyewe nimefanya. Naenda mbinguni kwa ajili ya ule ambaye alifa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Na kwa hivyo Mungu hanitishi chochote. Hanitishi chochote. Deni yangu imelipiwa. Na kwa hivyo ataniambia karibu. Karibu urithi ufalme wa milele na milele. Ndugu zangu, najua maneno ambayo nawaambia yanaweza toka kama ni upuzi, kama ni hadithi tu, kama si ya kweli. Lakini mimi nataka kukuhakikishia wewe ambaye umenisikia jioni ya leo, nataka kuhakikishia hivi kwamba Kristo Yesu ndiye Mwokozi wa wenye dhambi pekee na habagui. Ndugu yangu hapa ambaye ananisaidia hapa amelewa. Amelewa vizuri. My brother, kulewa ama kuelewa? Na kile ambacho namwambia ni kile ambacho nakwambia wewe ambaye uko na duka lako nzuri, iko na kila kitu, uko na familia, umeoa, uko na bibi na watoto unawasomesha. Kile ambacho namwambia yeye ndicho nakwambia pia wewe.
kwamba wewe ni mwenye dhambi na unahitaji Kristo Yesu akuokoe kutoka kwa dhambi zako, na bila hiyo utaangamia. Bila Kristo umepotea. Bila Kristo hakuna tumaini. Lakini sasa wengi wataniuliza, sasa wewe unatuambia tuamini tu, unatuambia tumtumainie tu Kristo, hautuambii mambo ya dhambi. Mbona auambie hata ndugu yako hapo aache ulevi? Mbona umwambii aache pombe? Mbona unamwambia tu Kristo? Na sababu inafanya hivyo ni sababu rahisi sana kuelewa. Na nataka mnisikize nikiwa hapa mfano huu. Nataka kuwauliza nyinyi ambao mko na watoto wenu. Wewe ambao uko na mtoto, uko na kwako nyumbani. Kuna zile vitu ambayo umekataza mtoto wako asiziguze. Kama tuseme ile dawa ambayo inaosha choo. Ile inaitwa Happy. Ama kile chochote ambacho watoto wanaambiwa wasiguze kwa ajili ya kikunywa ama akionja itamharibikia, inaweza kumuua. Sasa umekataza huyo mtoto wako, umemwambia usinywe hii dawa. Alafu tuseme siku moja usikie kilio, huyo mtoto amelia, anasema mami ama dadi kuja unisaidie. Alafu uingie chooni umpate ameikunywa ile dawa. Ameikunywa na inamharibikia. Alafu wewe mwambie kama mzazi, aseme huyo mtoto wako aseme pole dadi, pole, sitarudia, ulinikanya lakini nasema pole, nisamehe. Kisha wewe kama mzazi umwambie nimekusamehe. Kisha utoke uende. Wewe umemsamehe na umeenda. Wewe umemsaidia huyo mtoto kweli? Na sasa ndio nataka kuwauliza nyinyi kama wakazi wa Mugene. Mungu atakusamehe kweli dhambi zako na kuache pale? Ule mzazi ambaye ana upendo ni ule ambaye atamsamehe, lakini pia ataenda na amsaidie huyo mtoto, amuoshe, ampeleke hospitali na kila kitu ambacho kinahitajika kufanyika ili kumtoa kwa hiyo hali mbaya atakifanya. Na ndio maana mimi naambia ile kitu unahitaji ni Injili, kuamini Kristo. Yeye atakuja na akuoshe, akusaidie. Suluhisho yako kama mwenye dhambi si kujaribu kujirekebisha. Wewe ukiwa na kidonda hauanzi kutengeneza na kukiosha na kukipaka dawa ili uende hospitalini. Hivyo si vile ambavyo tunafanya kama binadamu. Unaenda hospitalini ili wafanye hiyo kazi. Na kwa hivyo ukiona mimi nikiosha kidonda na jaribu kukiponya ili niende hospitalini, utashindwa. Huu ni upuzi mgani? Kwa ajili sababu ambayo inanipeleka pale hospitalini ni hiyo. Na hivyo ndivyo ambavyo Mungu anakuambia njoo ilivyo. Mimi ndiye daktari. Mimi ndiye nitakuponya. Mimi ndiye nitakurekebisha. Mimi ndiye nitakutoa kwa dhambi. Na nawasihi wakazi wa Mugene, kile unahitaji ni kumwamini huyu Kristo. Kile unahitaji ni kumkimbilia huyu Kristo, kumtumainia huyu ambaye pekee ni Mwokozi wa wenye dhambi. Amewaokoa wengi tangu jadi, anawaokoa wengi sasa hivi, na ataendelea kuwaokoa wengi hata baada ya wewe umetoka kwa dunia. Kristo Yesu ndiye Mwokozi pekee wa wenye dhambi. Wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti, lakini zawadi ya bure ni uzima wa milele na milele, maisha bila mwisho ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. Kwa jinsi hii Mungu Baba aliupenda ulimwengu, jinsi gani akamtoa mwana wake wa pekee. Ili nini? Ili atakayemwamini, yeyote atakayemwamini, weusi, weupe, wanono, wembamba, warefu, wafupi, wazee kwa vijana, yeyote atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na hiyo ndio habari tumewaletea wakazi wa Mugene.
Hiyo ndiyo habari njema. Habari mbovu ni kwamba sote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu, na kwa ajili ya hiyo sote tunastahili mauti. Lakini habari njema ni kwamba Mungu mwenye upendo na rehema tele alitupenda sisi sana kama binadamu, sisi ambao tumekiuka amri zake na tukavunja sheria zake, kwamba alitupenda sana akamtoa mwana wake wa pekee, Kristo Yesu, ambaye peke yake ndiye Mwokozi wa mwenye dhambi. Mwamini huu Kristo, mkimbilie huu Kristo, mtumainie huu Kristo, na atakuokoa, atakutoa kwa dhambi zako, atakupa maisha mema hapa duniani, na kisha baadaye atakukaribisha kwa yale ambayo hayana mwisho, maisha ya milele na milele. Atuombe. Mungu Baba, wewe uliye juu kabisa, wewe uliye mtakatifu wa watakatifu, wewe uliyejawa na upendo na rehema, wewe uliyetuumba sisi na ukatuweka hapa duniani yako, tunakushukuru sana kwamba haukutuacha bila fahamu. Ulitupa neno lako kutuwezesha kukujua wewe na kujijua sisi, na tunakushukuru sana kwa kutukumbusha kwamba sisi mbali na Kristo sisi sote ni waovu. Mbali na Kristo sote tumepungukiwa na utukufu wako. Tunakushukuru kwamba ulitengeneza njia ndani ya huyo pekee ambaye ni Mwokozi wa wenye dhambi. Tunakushukuru kwamba haukutuacha tuangamie kwa dhambi zetu, lakini ulitengeneza njia ili wote watakaoamini, wote watakaokuja wasipotee, bali wawe na uzima wa milele. Na kwa hiyo naomba Mungu Baba usaidie wote ambao wameweza kunisikia jioni ya leo. Fungua mioyo zao, Mungu Baba, wasaidie kwa Roho wako Mtakatifu, waweze kujua kwamba kile ambacho wamekisikia ni cha kweli kabisa, na nafsi yao inategemea kile ambacho watafanya na maneno haya. Wasaidie Mungu kutubu dhambi zao, kuzichukia dhambi zao, na kumkimbilia Kristo Yesu mwana wako. Na ni kwa jina lake takatifu tumeomba na kuamini. Amina. Nawashukuru sana wakazi wa Mugene kwa kunisikiza. Mbarikiwe sana. Naomba muendelee kuyafikiria maneno na nitaendelea kuwaombea. Barikiwe sana. Asanteni.